Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inawatazama wa Iran wanamzungumzia vipi Ayatollah Al-Khamenei. Wakati wa kipindi cha maombolezo ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa na wa Iran ni kwamba alikuwa ni kiongozi shujaa, shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu. Ayatollah Al-Khamenei ni kiongozi aliyebeba heshima kubwa kuliko kiongozi yeyote katika ulimwengu katika karne hii ya 21, wa Iran wanasema. Baadhi yao wanamlilia wakisema kwamba wamechelewa kumfahamu kiongozi huyo. Kwa muda mrefu ni kiongozi aliyekuwa mpenzi wa watu wa Iran, licha ya kwamba watu wa Magharibi pamoja na Marekani walitengeneza njia ya kuwafanya wa Iran wamchukie kiongozi huyo, wakimuita dikteta aliyekuwa akizuia haki za wa Iran. Lakini wa Iran wenyewe pamoja na waandishi wa habari kutoka Tanzania na nje ya Tanzania wanathibitisha kwamba kile ambacho kilikuwa kikienezwa katika vyombo mbalimbali vya habari vya Kimagharibi kilikuwa ni tofauti na uhalisia wa mambo ulivyokuwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msafara mkubwa usiokuwa na mfano wake wa mazishi ya kiongozi huyo wa Iran ambaye wao wanamuita shahidi na shujaa wa kimapinduzi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umeanza jana Jumatatu kutoka Tehran, mji mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuelekea huko nchini Iraq. Msafara huo mkubwa wa makumi ya kilomita ulianza masaa kadhaa hata kabla ya kuanza kutekelezwa rasmi ratiba iliyotangazwa na serikali kwa ajili ya kuenzi na kumwaga kiongozi huyo shahidi aliyeuawa kikatili na utawala wanaoita utawala wa kigaidi wa Marekani na wa Israel, akiwa pamoja na maafisa wa ngazi za juu wa serikalini na jamaa wa karibu na familia yake. Mamilioni ya watu wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushiriki kwa hamasa katika shughuli hiyo ya kitaifa, kwa namna ambayo uwepo wao kwa mara nyingine tena umedhihirisha umoja, mshikamano na utiifu usioyumba wa taifa la Iran kwa malengo matukufu ya mapinduzi ya Kiislamu na kwa mashahidi waliojitolea mhanga maisha yao kwa ajili ya utu na uhuru wa mwanadamu. Hiki ndicho ambacho Iran wanasema kwamba Ayatollah Al-Khamenei alijitolea maisha yake kwa ajili ya kulinda ulimwengu wa Kiislamu, lakini pia kulinda utu wa Iran na uhuru wa Iran. Kuanzia mapema alfajiri Jumatatu, bahari ya wafuasi wa dhati wa mujahid huyu aliyeuawa shahidi walimiminika katika mitaa ya Damavand, barabara ya Imam Hussein, Enqilab, barabara ya Azad, uwanja mashuhuri wa Azad, na kisha barabara kuu ya Shahidi Lakhshar kwa ajili ya kumwaga kiongozi huyo mashuhuri ambaye alijitolea maisha yake kwa ajili ya kulinda Uislamu, mapinduzi ya Kiislamu na Iran. Siku ya Jumatatu, mji wa Tehran ulikuwa jukwaa la tukio kuu la kihistoria ambapo mamilioni ya watu wakiwa na sauti na kupiga hatua moja huku wakitokwa na machozi na kupaza kauli mbiu zenye maana kubwa wametoa buriani ya mwisho kwa kiongozi wa serikali ya kimapinduzi aliyeuawa shahidi. Hata hivyo, viongozi mbalimbali waliomzungumzia Ayatollah Al-Khamenei pamoja na raia wamesema kwamba alikuwa ni kiongozi aliyekuwa katika njia ya kutetea na kulinda Uislamu na mapinduzi ya Kiislamu, na vile ushiriki mkubwa wa wananchi katika mazishi ya kiongozi huyu yalidhihirisha namna kiongozi huyo alivyokuwa akipendwa katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Katika siku chache zilizopita, dunia nzima inashuhudia na kushangazwa na ukubwa wa idadi ya watu waliojitokeza, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu ushiriki huu utazidi kuenea katika siku zijazo. Baadhi ya wanazuoni mashuhuri wa kidini katika ulimwengu wa Kiislamu wanasisitiza zaidi kwa kusema maadui wajue kwamba idadi hii kubwa ya watu inawakilisha sehemu ndogo tu ya wale waliopenda na kuunga mkono fikra zake. Hata hivyo, viongozi hao wa kidini pamoja na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema alikuwa na mapenzi na wafuasi wengi kote ulimwenguni, si Waislamu pekee, hata watu wa dini nyingine. Ni kiongozi aliyekuwa akipenda uhuru, lakini pia akipenda namna watu wafanye lakini pia alikuwa ni kiongozi aliyependa kila mtu bila kujali na bila kubagua dini ya mtu. Kila mtu lazima aelewe kwamba mgogoro upo kati yetu na mrengo wa kiburi duniani ukiongozwa na Marekani na Wazayuni. Wa Iran wanasema taifa hili halitawahi kukubali ukandamizaji, kwani utamaduni wetu wa kidini unatuzuia kujiunga na wakandamizaji na nguvu za kiburi, wanasema wa viongozi wa kidini katika taifa la Iran. Hata hivyo, wanalaani utekelezaji wa jinai hii ya mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran sana zaidi baadhi ya wachambuzi, sana zaidi baadhi ya raia, wakiungana na baadhi ya viongozi wakisema kwamba wanachopaswa kufanya wa Iran ni kulipiza kisasi kwa wale waliomuua Ayatollah Al-Khamenei. Ghulam Hussein Mohsin Ejei, ambaye kwa mara nyingine tena ameteuliwa kama mkuu wa mahakama nchini Iran, kwa upande wake ameapa kuwafuatilia na kuadhibu watawala wa Marekani na Israel kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei.
AJ ametoa kauli mnamo Jumapili katika hafla iliyofanyika huko Tehran kwa ajili ya kuzindua kitabu kinachohusu maisha na mitazamo ya kiongozi mpya wa Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Hafla iliyohudhuriwa na wageni kutoka nje ya nchi na wasomi na wanaharakati, akisema kwa zaidi ya miezi minne wananchi wetu, vijana kwa wazee, wamekuwa katika maombolezo kiongozi wao aliyeuawa shahidi na wamesimamisha bendera ya kudai kisasi cha damu. Mkuu wa vyombo vya mahakama nchini humo amesema Marekani na Israel lazima zilipe gharama ya jinai zao dhidi ya taifa la Iran, akiongeza kuwa mikataba yote ya kimataifa ikiwa ni pamoja na mkataba wa Geneva ina vifungu vilivyo wazi kuhusu jinai za kivita. Tutawafuatilia bila kuchoka, kuwafikisha mahakamani na kuadhibu. Pia tutawalazimisha kufidia uharibifu waliofanya dhidi ya taifa la Iran, amesisitiza Mohsen Ejei, akiongeza kuwa Iran itaendelea kuunga mkono mhimili wa wapiganaji kwa nguvu na azma yake yote, ikiwa ni pamoja na harakati yoyote iliyo dhidi ya Marekani na wakandamizaji wa Kizayuni. Mkuu huyo wa idara ya mahakama pia amezitaka nchi jirani kutahadhari zaidi kutokana na nia mbaya na uovu wa maadui wa Uislamu, akiongeza kuwa Iran inaziunga mkono nchi zote jirani ambazo mradi tu zisishirikiane na adui. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kutoka ulimwenguni kote. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.